Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth amesema kuwa siku ya leo itakuwa na mashambulizi makali zaidi ya kijeshi dhidi ya Iran tangu operesheni ya kijeshi ilipoanza. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi wa Marekani, The Pentagon, Hegseth alisema jeshi la Marekani limeongeza nguvu ya mashambulizi yake kwa kutumia ndege nyingi za kivita, mabomu makubwa pamoja na mashambulizi ya anga yanayolenga maeneo muhimu ya kijeshi ndani ya Iran. Kwa mujibu wa Hegseth, mashambulizi ya leo yamepangwa kuwa makubwa zaidi kuliko siku zote zilizopita, yakilenga kudhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi wa Iran, hususan katika maeneo ya maghala ya silaha, vituo vya makombora pamoja na viwanda vinavyotengeneza ndege zisizo na rubani. Alieleza pia, katika siku za hivi karibuni, mashambulizi ya Iran yameanza kupungua, jambo ambalo maafisa wa kijeshi wa Marekani wanasema linaashiria kuwa uwezo wa kijeshi wa Iran umeanza kudhoofika kutokana na mashambulizi yanayoendelea. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi la Marekani, hadi sasa operesheni hiyo tayari imelenga maelfu ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran, ikiwa ni pamoja na maghala ya silaha, miundombinu ya kijeshi na baadhi ya meli za kijeshi. Hata hivyo, viongozi wa Iran wamesema hawatasalimu amri na wataendelea kujibu mashambulizi ya Marekani na washirika wake, huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, wakazi wa mji mkuu wa Iran, Tehran, wameripoti kusikia milipuko mikubwa na mashambulizi ya anga usiku kucha, wakieleza kuwa mashambulizi ya leo yanaonekana kuwa makali zaidi tangu vita hivyo vilipoanza. Kupitia taarifa ambayo waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth ameweza kuitoa siku hii ya leo na kueleza kwamba leo ndiyo itakuwa siku kali zaidi ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, inaonyesha wazi kwamba bado malengo ya Marekani hayajaweza kutimia katika vita hivi, ambapo jana tu rais wa Marekani Donald Trump alieleza wazi kwamba yuko mbioni kumaliza vita dhidi ya Iran, lakini siku mbili zilizopita akaeleza wazi kwamba yeye pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ndio ambao wataamua vita hivi viweze kumalizika siku gani. Sasa bado Marekani anapanga mashambulizi makubwa kwenda katika taifa la Iran, lakini bado Irani inajiandaa vilivyo chini ya uongozi mpya wa Ayatollah Mojtaba Khamenei ambaye amechaguliwa kuliongoza taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zote hizi endelea kuwa nasi wakati wote, utaweza kufahamu na kujua kile ambacho kinajiri Mashariki ya Kati katika mwendelezo wa vita siku ya 11 vya Irani, Israel pamoja na Marekani. Kwa taarifa zaidi basi ni kuombe uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare.